chama kuweza kusimamia miradi hii ndani ya mkoa wenu kwa umakini mkubwa, na nimefurahi zaidi kufika katika mradi huu kwa sababu ni moja ya miradi ambayo ninaifahamu. Nikiwa mkuu wa mkoa wa Simiyu, hii barabara ilikuwa ni moja ya ajenda yetu muhimu katika vikao vya RCC pamoja na DCC kule kwa waheshimiwa wakuu wa wilaya, kuhakikisha barabara hizi zinakamilika ili tuweze kuunganisha mikoa yetu miwili. Lakini wilaya hii inapakana na Meatu na hii itakwenda kupita kwenye daraja la Sibiti ambalo kwa upande wa Simiyu limeshafikia asilimia zaidi ya 80-90 kwa sababu tulishalitembelea. Kwa hiyo kwanza ni shukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya mwenyekiti wetu wa chama na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuona umuhimu wa kusikiliza wananchi wa mkoa wa Singida na Simiyu na kuweza kuwapa barabara hii. Barabara hii itakwenda kuwa mkombozi katika mikoa yetu miwili, lakini barabara hii itakwenda kufungua fursa pana ya kiuchumi kanda ya Ziwa pamoja na kanda hii, kwa sababu hii itakapokamilika itaenda kuunganisha mkoa wa Mara, itaunganisha mkoa wa Mwanza, itaunganisha mkoa wa Shinyanga na hatimaye tutaelekea mpaka Geita kule. Kwa hiyo barabara hii umuhimu wake ni mkubwa na ni imani yetu kwa kuwa serikali imeshawekeza fedha hapa. Mradi huu unagharimu zaidi ya bilioni 9 na tayari kuna fedha zimeshatolewa zaidi ya bilioni 2.2 na mkandarasi hapa unadai kama milioni 800. Ni imani yangu serikali makini ya Chama cha Mapinduzi jambo hili italikamilisha, lakini niwapongeze, hamjasimama kazi, kwamba kazi inaendelea, na hii inathibitisha dhana ya uingiaji wa mikataba kwamba mkandarasi anayepewa tenda ndani ya nchi hii sharti la kwanza lazima awe na capacity ya kuweza kufanya miradi hata kama hajalipwa fedha. Hiyo ipo katika mikataba. Kwa hiyo tunawapongeza kampuni ambayo inatekeleza mradi huu na muendelee na msisimame, kwa sababu mwisho wa siku lazima serikali italeta fedha. Na amesema vizuri Mheshimiwa RC kwamba kulikuwa na mambo mengi yanatekelezwa, kwa sababu mtu mwingine akiona mradi haujapelekewa fedha anaanza kutoa lawama. Hatuna sababu ya kulalamika. Tukumbuke wakati bwawa la Mwalimu Nyerere linajengwa liliachwa likiwa na asilimia 42. Leo limekamilika asilimia 100. Megawati 2115 zinazalishwa na zimeshaungwa kwenye gridi ya taifa, na ule mradi ulikuwa unagharimu zaidi ya trilioni 6 na bilioni 500. Ni fedha nyingi mno. Lakini reli ya kisasa SGR ilikuwa bado haijakamilika, mradi wa trilioni 7.2. Lakini kulikuwa na ujenzi na ununuaji wa vifaa tiba katika hospitali za rufaa ikiwemo MRI mashine, CT scan, digital x-ray mashine na huduma nyingine na majengo mbalimbali katika kuboresha sekta ya afya. Kwa hiyo nchi ni kubwa na miradi ni mingi na Watanzania wanahitaji huduma. Watoto wetu inabidi waende shule. Wote hao wanaangalia serikali inatekeleza kwa namna gani, lakini mpaka leo tunaposimama hapa mradi huu unaendelea, serikali imelipa na fedha iliyosalia mkandarasi atalipwa na barabara hii itakamilika, kwa sababu serikali lengo lake ni kuona huduma zinafika kwa watu wake. Lakini nitumie pia fursa hii, nilikuwa naangalia barabara pale mwanzo wakati tunaingia, nilikuwa namuuliza mkandarasi, mbona kama ina mabonde? Hii barabara ndugu zangu na waandishi wa habari bado ipo katika ujenzi, bado haijaisha. Hapa ndio dhana ya chama sasa kuja kukagua utekelezaji wa ilani. Hii barabara ipo kwenye ilani yetu, kwa lazima tuje tuiangalie kilichoahidiwa kinatekelezeka. Tumekuta hapa kinatekelezeka na nyinyi mnaona hapa kazi ya ilani inatekelezwa. Sasa wajibu wetu ni nini kama chama? Wajibu wetu kama chama ni kuja kuona kwamba tumeambiwa hapa zimeletwa bilioni 2 lakini mradi utagharimu bilioni 9. Je, hiyo kazi ya bilioni 2 imefanyika? Ndio maana tuko hapa. Sasa hii barabara ina urefu wa kilomita 7 na wataalamu wa ujenzi wa barabara wanajua barabara ya lami kwa kilomita 1 zinajengwa mpaka bilioni ngapi? 2. Zile za mijini kule ni milioni 500, milioni 400, milioni 600 kulingana na ubora au standard ya barabara ambayo mkandarasi anafanya anaijenga. Kwa hiyo hapa thamani ya fedha ipo. Hapa tuna kilomita 7 zimetumika bilioni 9 na kazi inaonekana ni nzuri, kwa sababu hapa bado watakuja kuongeza tabaka lingine, watakuja kukamilisha, watakuja kuchora na mwisho wa siku wananchi watafanya watatumia. Kwa hiyo tunaposema Chama cha Mapinduzi kinaisimamia serikali, hapa ndo tunaisimamia serikali, lakini tumeikuta serikali imeshajisimamia. Mradi upo, kazi nzuri imefanyika na Watanzania naamini hata wa maeneo haya jirani barabara hii itakwenda kupandisha thamani ya maeneo yao. Wakulima wetu wataenda kusafirisha mazao yao kwa urahisi zaidi, wataokoa muda, wataongeza kipato.
kwa sababu miundombinu imerahisishwa mpaka vijijini. Hivyo tunaipongeza serikali, tunampongeza Daktari Samia Suluhu Hassan, na tuzidi kuambia Watanzania miradi mnayoiona Iramba inajengwa nchi nzima, sio Iramba. Ukienda Kigoma ipo, ukienda Mwanza ipo, ukienda Iringa ipo, Mbeya ipo, Singida, Iramba ipo, ni maeneo mengi. Kwa mtu anayesema serikali imelala, labda yeye ndo amelala, ila serikali ipo kazini, na kazi ya kusukuma ajenda za maendeleo itakuwa ni kazi endelevu. Hivyo nitumie fursa hii, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kukupongeza, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya kukupongeza, lakini mwenyekiti wa mkoa na mwenyekiti wa wilaya, kazi ya hapa ni nzuri. Na mwingine anaweza akasema huyu mwenezi yeye ni nani, anasema kazi ni nzuri. Huyu ni mkimbiza mwenge mstaafu. Kwa ninaijua miradi, thamani ya kazi ambayo inafanyika katika hii miradi. Lakini hapa nitataka nijiridhishe jambo moja tu, urefu wa hii barabara mmetuambia upana wake ni mita ngapi bwana? 9. Tunataka tupime sasa, tujiridhishe hiyo 9 ipo au ni kwenye makaratasi haya. Nenda kule ili tuweze kuangalia. Msaidie hapo, msaidie mwenye kitabu. Pige 15 huko. Vuta. Ifungue. Abasi. Ipo ngapi huko injinia, soma hiyo. 20. Ngapi? 15.9. Haya, ilibidi ifike 15. Kwa hiyo maana yake barabara imetosha na iko vizuri. Kwa hiyo jambo ambalo nataka kulisisitiza tu hapa kwa mkandarasi, tunaomba kazi hii ikamilike kwa wakati. Malipo yanakuja na umeshalipwa bilioni 2. Hela unayotudai ni ndogo kuliko uliofanya nini? Uliolipwa. Kwa hiyo wajibu wako kazi iishe kwa mujibu wa mkataba. Tofauti na hapo sasa itabidi tuanze kuangalia sheria inasema nini, akichelewesha nini kazi tuanze kukata ile asilimia ngapi? 5%. Na sisi hatutaki kufika huko. Lakini extension ambazo hazina msingi zisiwepo kwenye hii miradi. Wananchi wanataka ikamilike, waanze kutumia barabara kama ambavyo Mheshimiwa Rais ameelekeza. Baada ya kusema maneno hayo, ndugu zangu, tunawashukuru sana na Mungu awabariki, na tuko tayari kuendelea na mradi